Fresh. Safi kabisa. Mzima? Mimi mzima. Rasta ni kati ya watu ambao mimi nawapenda na nawaheshimu sana. Knowledge ipo ya kutosha. Nataka uniambie bwana kuhusiana na kauli ya msemaji wa Simba Sports Club ambayo ina trend sasa hivi mitandaoni. Umeisikia, umekutana nayo na kama umeisikia umeielewaje? Nimeisikia katika kupita mtandaoni, nimeisikia kauli ya msemaji wa Simba Sports Club Ahmed Ally akisema kwamba pembeni kuna BM iliyokuwa imebeba mbuzi na wazee siku ya tarehe 7 wakiwa wanaelekea kufanya mazoezi. Kwa hiyo unajua kuna vitu ambavyo vina userious na vitu vingine vinakuwa havina userious, hasa ukiangalia mazingira au na situation iliyopo. Ukiangalia situation tulionayo kwa sasa hivi taifa kwa ujumla linazungumzia swala la kuahirishwa kwa dabi. Alafu unapotokea unasema kwamba BM iko pembeni iliyokuwa imebeba mbuzi na wazee, maana yake sasa ni kwamba wewe unathibitisha kile kilichotokea siku ya tarehe 7 na unathibitisha kuwa Young Africans hakuwazuia kufanya mazoezi, bali mamlaka ya uwanja na mamlaka ya usalama wa nchi ndio yaliyowazuia watu wasiojulikana kuingia uwanjani. Kwa hiyo mimi nadhani linapokuja swala la userious, tufanye vitu vya serious. So kama yeye alikuwa anaongea kwa utani, kuna watu wengine knowledge yao ni tofauti. Kuna watu wengine ufikiriaji wao ni tofauti na mapokeo yao ni tofauti. Sisi wengine tutatembea kuwa ni kweli kwa sababu ameongea mtu ambaye ametoka kwenye klabu ambayo ilitenda lile tukio au ambayo ilitendewa lile tukio. Kwa hiyo anapokuja kuongea hata kama ni utani, maana yake anakuja kuthibitisha vitu ambavyo walivifanya. Kinaweza kikafanyika kitu kwa kigezo cha kwamba hicho kitu kwa kuwa umekikuta mtandaoni sio cha kweli, lakini the way matukio yanayokuwa yanaendelea hapa nchini mengi tunayatambua kupitia mitandaoni, mpaka yanapokuja kuthibitishwa mwisho wa siku tunakubali ni ndio ama sio. Hata tetesi za usajili wa wachezaji tunaanza kuzipata mtandaoni, mwisho wa siku mhusika anathibitisha ni kweli ama si kweli, na anaweza asithibitishe kwamba ni kweli na ikawa ni kweli kutokana na sisi vyanzo ambavyo tunakuwa tunavitumia kupata zile mambo ambazo tunakuwa tunazifikiria zinazokuwa zimewekwa mtandaoni. Kwa hiyo swali langu linaenda kwa bodi ya ligi. Mpaka leo ni takriban wiki 2 zinakatika, hawajawajibu Young Africans barua yao. Je, uchunguzi utatamatika lini ili Young Africans waweze kupata majibu sahihi? Swali linapokuja swala la Young Africans kutuma barua, why inachelewa kujibiwa tofauti na wapinzani wao wanapokuwa wanatuma barua inajibiwa kwa wakati? Wapinzani kwa maana kama Simba Sports Club anapotuma barua yake ya kuomba kitu fulani inajibiwa kwa wakati kuliko Young Africans anapotuma barua. Kwa hiyo mpaka sasa hivi bado tuna mgogoro. Watu wanasema wewe inakutatiza wewe au inawatatiza? So watu wa Yanga ni wadau wa mpira, sababu hiyo inatanabaisha kwamba nyie kuna watu mnawasikiliza kwa wakati na kuna watu hamtaki kuwasikiliza kwa wakati. Basi kama mnawasikiliza hamwajibu kwa wakati, kwa sababu mamlaka wanayo wao ambao wanatakiwa kuwajibu Young Africans au wanaotakiwa kuwajibu Simba Sports Club au kuwajibu vilabu vyote ambavyo vinakuwa vinapeleka malalamiko. Kwa hiyo mimi nadhani fikie mahali tuache maswala ya umimi na tufanye kazi, tutumie sheria na kanuni jinsi inavyosema. Tuachane na maswala ya kuanza kusumbuana. Klabu ya Young Africans imepeleka tatizo, nenda toa takwimu, waite viongozi, kaa nao chini, ujue ni jinsi gani mnaweza kulitatua tatizo. Lakini unapokuwa unawaacha wao wenyewe, maana yake hana pa kukimbilia Young Africans. Alafu anapochukua hatua ya kwenda kasi au FIFA, mwisho wa siku mnaanza kuwalaumu Young Africans kwamba wameendaje kasi, wameendaje FIFA wakati bado hawajasikilizwa huku. Wewe mimi kama Young Africans natarajia majibu yatoke kwa wakati. Wewe unayetakiwa kunipa majibu kwa wakati haujanipa majibu kwa wakati. Je, mimi niendelee kusubiri mpaka lini wakati najua muda wa kujibu inatakiwa iwe wiki moja, ikizidi sana wiki 2. Mpaka sasa hivi wiki 2 zimetamatika, tunaongeza na siku zake, lakini hayajajibiwa. Na huu ni mpira ambao muda wote unaisha, muda wote ligi inatamatika, watu waendelee na shughuli nyingine, kuna michuano mingine. Tunapoendelea na swala moja la kuongelea kwa nini dabi iliahirishwa, tunashindwa kupata mwafaka, maana yake mamlaka ya mpira Tanzania
wameshindwa kufanya kazi ambayo waliaminiwa kwenda kuifanya, na mpaka sasa hivi tunaona sintofahamu, mara tuwashirikishe serikali, mara tuwashirikishe viongozi, vitu ambavyo havitakiwi kwenye mpira, kwenye sheria ya mpira duniani kote, kwamba kiongozi yeyote wa serikalini haruhusiwi kuingilia masuala ya mpira. Sio dhambi kiongozi wa serikalini kuwashauri fanyeni hivi, fanyeni hivi, fanyeni hivi, lakini inakuwa too much. Kwa nini inakuwa too much? Kumekuwa na sintofahamu nyingi sana ambazo zimekuwa zinapelekwa mpaka serikalini, au unaitwa uongozi wa serikalini uweze kushauri. Wanashauriwa Young Africans, wanaelewa, wanainamisha vichwa. Na ndio maana ukipita kwenye ukurasa wa Alikamwe, ukurasa wa Arafati, ukurasa wa Engineer, utakuta kuna mambo mbalimbali ambayo walikuwa waliyaongea baada ya ligi ya dabi ya wanawake. Unagundua kabisa kwamba hapa ni kana kwamba wamechoka, kwa sababu hawasikilizwi. Yani wao wanakuwa tu ni wao kutumiwa, kwamba wao busara itumike upande wao, ila wao wanapokosea sheria inafuatwa. Kwa hiyo mimi nadhani fikie mahala sheria na kanuni, kwa sababu tayari zilishawekwa kwa ajili ya kuendesha mpira wetu, na wapo watu ambao tumewaamini tukawapatia mamlaka ya kuweza kusimamia zile sheria, tusiyumbishwe au wasiyumbishwe. Wanatakiwa wasimamie kanuni na sheria zinavyotaka ili mpira wetu uweze kusonga mbele. Meneja wa habari na mawasiliano wa Young Africans Ali Shabani Kamwe, baada ya kauli ya msemaji wa Simba Ahmed Ally, amesema au amewaambia kwa maana bodi ya ligi, hiyo ni moja wapo ya evidence ambayo wanaweza kutumia kwenye kesi yao katika kufanya maamuzi. Wewe mtazamo wako ni upi katika hilo? Naweza nikasema yuko sahihi, kwa sababu kama mtu ambaye ametoka kwenye klabu ambayo ilihusika ndiye aliyeongea, kuna kila sababu ya kutumia hicho alichokiongea kuweza kuamua sheria, kutafasiri kanuni, si ndio? Angekuwa ameongea mtu mwingine, lese ameongea Masanza kutoka Fountain Gate, hapo kusingekuwa na umuhimu wa kuanza kulitafuta. Lakini ameongea mtu ambaye anafikisha habari kwa watu. Anachokisema Ahmed Ally ni kauli ya uongozi, anachokisema Ahmed Ally ni klabu imesema. Ukishasikia neno lolote kutoka kinywani kwa Alikamwe au kwa Ahmed Ally, basi hiyo ni kauli ya klabu, si ndio? Kwa hiyo mimi nadhani tuache kona. Tunatakiwa tusimamie sheria na kanuni ili tuweze kusogeza mpira wetu mbele, na tuache masuala ya usimba na uyanga, ama tuache masuala ya busara. Sheria itumike, kanuni iweze kusimama, na kila mtu apate haki yake. Shukrani sana. Shukrani sana.